Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV na ukurasa wa Tiba Facts kule Facebook. Ni siku nyingine tena tumekutana katika elimu ya tiba. Katika darasa la leo tutajifundisha zindiko la nyumba. Lakini zindiko hili la nyumba litahusiana na endapo kama mwanga au mchawi akaja katika eneo hilo, hatoona kitu chochote mahala hapo. Akikusudia tu kwamba naenda kwa bwana fulani bini fulani leo kumwangia, basi hawezi kufika pale ile eneo akakuta kitu chochote. Anaweza kukuta majani, akakuta maji, akakuta msitu wa miti, ila nyumba yako hatoiona wala kitu kinachokuhusu wewe hatokiona. Ndugu zangu, ni dawa zipo na miti ipo inafanya kazi, ila tu ni kujua mti gani unafanya vipi ili iwe hivi na vile. Nimependelea tujifunze zindiko hili. Kuna mtu mmoja alikuwa na comment sana kwenye posti zangu kule Facebook, anasema, "Shehe, mbona mnatufundisha tu tiba mbalimbali, mbona mazindiko hamtufundishi? Mazindiko ya nyumba tunachezewa sisi, tunafanywa hivi." Akasema hamna shida, inawezekana tu hauna vitabu vyangu, lakini kwa wale wenye vitabu vyangu hayo masuala ya mazindiko yameelezwa humo. Sasa kwa kuwa ni vitu miongoni mwa vitu ambavyo vinasumbua, tumekuja leo kujifundisha dawa hii. Sasa dawa hii tutajifundisha kupitia mti mmoja tu. Kuna mazindiko mengine yanahitaji uchanganye hichi, uchanganye kile, uchanganye kile. Unakuta vitu vinakuwa zaidi ya 5 au mpaka 10 ndio linatimika, yani linatimia lile zindiko moja. Ila hapa tunatumia mti mmoja tu kwa kitu kimoja tu kinachoweza kutusaidia katika jambo hili, nalo ni mti wa mlangamia. Mlangamia ni mti maarufu sana katika miti yenye umaarufu, lakini ni miongoni mwa miti yenye maajabu makubwa. Mlangamia katika ulimwengu wa kitiba, lakini na mti huu ndio unaoaminika kuwa ni hifadhi la mizimu. Yaani mizimu yote sije ya wapi hapa katika mti huu ndio eneo ambalo linaaminika mizimu karibia yote inakaa hapo. Na hii ni kutokana na mti huu kuwa na maajabu mengi katika ulimwengu wa kitiba. Pia mti huu pale unapoukuta, yani mfano umekuta umeota, ni ghali sana kuliona shina lake. Utaweza ukapekua ukatafuta ila kuona lilipootea shina la mti huu sio jambo la kawaida kwamba utalikuta tu limeota. Ila utakuta mti umenawili, mti umeshamiri vizuri, na mti huu una tabia ya kuupanda mti mwingine. Yani unakwenda unajikunja kwenye juu ya mti mwingine au machakachaka, basi unaishi hapo. Lakini una shina, lakini sio rahisi kuliona shina la mti huu. Kwa hiyo ni moja ya mti wenye maajabu kidogo, na sio kazi rahisi kuliona hilo shina lake. Lakini vile vile kuna kitu kinaitwa kiazi chake. Kiazi cha mti huu ndio tiba kubwa sana kuliko hata majani yake, kwa sababu majani ya mti huu ni tiba, inatumika kwenye mambo mbalimbali. Kwa mfano kusafishia vyombo vya uvuvi, vyombo vya usafiri. Kwa mfano kama labda una gari au una pikipiki au una bajaji, una meri, una boti ya usafiri, ikawa haileti matokeo kama ilivyokuwa hapo awali, basi mti huu huwa unatumika kusafisha lile eneo la chombo kile. Kama ni boti ya uvuvi, basi itaendelea kuvua vizuri. Kama ni basi au gari la usafiri, basi itarudisha hali. Na nimeshafundisha hata kwenye mambo ya uvuvi hii kupitia majina barati. Kama utakuwa mfuatiliaji wangu mzuri, hii dua nilishafundisha kupitia mti huu, ikachanganyikana na majina barati, huwa inaleta maajabu makubwa sana katika uvuvi. Kwa hiyo kiazi chake kikipatikana huwa ni kitu chenye thamani sana, na ndicho tutakuja kujifundisha tunatumiaje kiazi cha mlangamia kuweza kukinga nyumba au sehemu
boma yetu yasichezewe na uchawi, au mtu akikusudia tu kuja katika lile eneo basi hataweza kuona kitu chochote. Ingawa mti huu una faida nyingi, kwa mfano kujificha dhidi ya maadui wanaotaka kukufanyia ubaya, unaweza ukatumia mti huu. Mtu yote atakayekusudia kukufanyia ubaya asikuone. Ni moja ya faida za matumizi ya mti huu. Lakini vile vile tunaweza tukapata zindiko la nyumba. Mchawi akija eneo lako haoni kitu chochote mahala hapo. Lakini faida nyingine za mti huu ni kufuta chale torch au ile mihuri ya kichawi na kuondosha nuksi katika mwili. Kuna watu wanakuwa wamechanjwa zile chale torch ambazo anaweza akawa yeye sio mchawi, lakini wengine wanawanga wanamtanguliza yeye, na watu wakienda kuagua kwa waganga wanaona huyu bwana ni mchawi, lakini yeye sio mchawi. Lakini vile chale torch zinatumika kumfanya mtu atumikishwe uchawini. Wewe unalala nyumbani kwako, lakini watu wakitaka kuchukua ni kukuita tu kwa sauti moja, fulani bili fulani, tukutane kilingeni. Utanyanyuka huko kutoka nyumbani kwenu huko, utakwenda kwenye kilinge cha wachawi na utakwenda kufanya shughuli za kichawi kama kupika, kucheza ngoma, kufanya kazi, unaona, kuchota maji, kusomba matofali, kuvuna, vyote utafanya maadamu tu wamekuhitaji siku hiyo. Kwa hiyo chale torch zipo kama aina 6. Ukiwa na kile kitabu changu cha mwongozo wa tabibu utakuta zile chale torch nimezielekeza vizuri. Kuna chale ya aina hii, zipo aina 6. Sasa zile chale ukishakuwa nazo, wengine wanaita chale torch, wengine wanaita mihuri ya kichawi. Ukiwa nayo ile, hata kama umelogwa vipi, sio rahisi kutibika mpaka zifutwe zile, kwa sababu chochote unachokifanya, juhudi yote unaoifanya kuchukua tahadhari ya matibabu, wale walokuloga wanakuona na wanajua kinachoendelea katika maisha yako. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wao kukunasa au kuzinasa zile dawa zako ambazo umepewa na mtaalamu. Labda bwana akatumia dawa hii, wanaweza wakaja wakaichukua wakabadilisha kuweka dawa nyingine ambayo haikusaidii katika ile tatizo. Kwa hiyo chale torch zinaweza zikafutwa kupitia mti huu. Lakini pia mti huu una uwezo wa kutibu tatizo la vitu kutembea mwilini. Kuna uchawi huu unaitwa uchawi wa, jina lake nimesahau kidogo, ni miongoni mwa uchawi, kwa sababu uchawi zipo aina nyingi. Kuna aina 366. Sasa moja ya uchawi ambao unaweza ukarogwa ni unakuwa unahisi kama vitu vinatembea mwilini, kama vile siafu au nini, au saa nyingine unakuta kuna kitu kinatembea mgongoni, mara kifuani, mara kiunoni, ukishika haukioni. Ni aina ya uchawi ile. Sasa mti huu una uwezo wa kutibu tatizo hilo. Lakini pia mti huu wa mlangamia una uwezo wa kutibu tatizo la kulishwa nyama za kichawi usiku, usingizini. Unakuta mtu unaota unakula nyama, unatafuna, unachakua mdomo, unaota umekula nyama. Na ukiota umekula nyama ni kweli umekula, au unalishwa mambo ya machawi. Tena wachawi wana roho mbaya sana, maana wachawi katika zile kafara zao za mwaka huwa inafika kipindi wanatoa zile kafara za mwaka. Zinapotolewa zile kafara za mwaka, basi yule mwenye nafasi ya kutoa sadaka, na sadaka ni kutoa mtu miongoni mwa ndugu zake. Kwa yule akishauriwa, akifa katika mazingira ya kidunia, alafu akienda kule katika ulimwengu kichawi tena kule anauliwa, anatengenezwa, nyama yake inapikwa, wanakula wachawi kama sehemu ya kukomaza uchawi wao na kuzifanya roho zao ziwe na ukatili wa kuendelea kufanya mambo ya kuua na kuwaharibia watu maisha. Sasa zile nyama zikibaki, ni kosa kubwa zibaki zisitumiki. Yaani inatakiwa sasa pale wachawi wagawane. Kila mchawi aliyehudhuria kile kikao achukue nyama za kutosha, aende mtaani kwake kuwalisha watu wa mtaani kwake, nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba, paka watu wazimalize zile nyama. Kwa zile nyama huaga zibaki. Kwa ndo ile mtu unaweza ukakuta unaota unakula nyama, bahati mbaya unaamka asubuhi unaangalia kabisa kuna mabaki ya nyama, unachukua stick unachokonoa kwenye meno, unaona kuna mabaki ya nyama. Alafu unashinda kula, mbona mjana nimekula msusa, mbona mjana nikula maharage? Hii nyama imetoka wapi? Ulishalishwa nyama. Lakini nyama zile sio kwamba ukishakula ndo unabaki hivyo hivyo. Zitaanza kusababisha magonjwa ya ajabu ya kichawi. Kwa hiyo watu huwa wanakula nyama kweli. Sasa lile ni tatizo. Unaweza ukawa umeshaingia kwenye mfumo huo wa kula nyama na haujuta kutokaje. Basi mti huu wa mlangamia una uwezo wa kukusaidia kutibu tatizo hilo la kulishwa nyama za kichawi usiku usingizini.
Kwa wale wanaokuletea manyamanyama hayo, itakuwa ni sababu ya kukanseli kale kamfereji na kubaki katika afya njema. Lakini mti huu una uwezo wa kung'alisha nyota ya mtu yoyote na kuvuta bahati zilizopotea. Pia mti huu una uwezo wa kutibu ugonjwa wa kifua na kikohozi kile kikavu cha kulogwa. Ndugu zangu wale wa Kongo wanaotokea DRC wanakiitaga wenyewe kikohozi cha jogoo. Unakuta mtu anakohoa kinakwangua pap, alafu anaumia sana kifuani. Hicho ni kikohozi cha jogoo. Sasa hichi kikohozi kipo cha kawaida cha kibiolojia kabisa na kipo cha kulogwa. Sasa cha kulogwa utakitambuaje? Mtu atakuwa anakohoa muda mrefu, anaweza akatumia miaka, miezi kadhaa, haponi kabisa, anatumia dawa antibiotic zote za hospitali katumia, kikohozi hakiponi, basi hicho huaga ni cha kulogwa. Sasa mti huu una uwezo wa kukusaidia. Lakini pia mti huu una uwezo wa kuondoa tatizo la nuksi na mikosi sugu. Ile mikosi, manuksi uliobambikizwa wewe miaka na miaka, unatumia dawa na dawa haiwezekani, mti huu una uwezo wa kuliondoa tatizo hilo. Lakini pia una uwezo wa kupata elimu ya kupata kiazi chake kupitia mafundisho katika kitabu changu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijina na ucho, kitabu namba 1. Na somo hili ndio limetoka huko na ndio tutajifundisha kutoka katika kitabu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijina na ucho, kitabu namba 1. Ni kitabu ambacho huaga sikizungumzii sana kwa sababu darasa zake nyingi nimeshazifundisha. Hata miti iliyoelezwa katika kitabu hichi nimeshaifundisha karibu yote. Kurudi katika kitabu hicho, tunarudi na somo moja tu. Tunajifunza leo zindiko la nyumba. Mchawi akija eneo lako asione kitu chochote mahala hapo. Kwa hiyo itakuwa ni sababu ya yeye kufeli kukupata. Kwa sababu akifika pale anakuta kichuguu, anafika pale anakuta maji, anafika pale anakuta msitu, hawezi kuendelea na shughuli ile ya uchawi. Atajua huyu ni mchawi mkubwa. Mbona sijamuona? Mbona sijaiona nyumba yake? Mbona nimekuta viula? Akija asubuhi anakuta nyumba na watu wanacheza, maisha yanaendelea. Akija usiku hakuti chochote. Atagundua huyu ni mchawi mkubwa. Kwa mwisho wa siku atafeli. Sasa hii ndio tunataka tujifundishe leo. Twende sambamba katika, kama una kitabu cha maajabu ya mitishamba namba 1, kasome kuanzia ukurasa wa 17, twende pamoja. Kwa kitabu hicho ndipo somo letu tunatoa hapo. Kama una kitabu tunaweza tukaendelea katika klipu hii tukaendelea kujifundisha. Lakini tunakumbushana jambo moja kabla kuingia kwenye somo kwamba kuna ile ofa ya Mei Mosi. Tulitangaza toka tarehe 27 na leo ni tarehe 29. Nafikiri itakuwa zimebaki kama siku 3 au 4 tu huko mbele, maana tarehe 2 mwezi wa 5 ndio mwisho wa ofa hii. Ilikuwa ina siku 6 tu, wala sio siku nyingi kama tulivyozoea katika ofa zilizotangulia. Kwa hiyo wale walioomba, nafikiri karibia wote sasa walioniomba wameshanufaika. Imebaki nafasi ya wale ambao hawakuomba lakini na wenyewe wameipata nafasi ya kusikia kuna ofa. Kwa sababu mimi wote niliweka rekodi kwamba wameomba watu kadhaa wanahitaji ofa hii, nikaweka pembeni. Kwa pale nilipotoa ofa nikawatumia ujumbe direct kwenye simu zao kwamba bwana ulitaka ofa, tayari tumeshatoa. Kwa wote wameshanufaika na vitabu kwa mfumo wa ofa. Ila bado kwa kuwa siku zinaendelea, na wewe pia ambaye hukuomba lakini ndio hivyo unatamaniki kuwa na vitabu kwa vya elimu za tiba hivi, unaweza pia ukapata nafasi ya kunufaika kupitia maombi ya watu wengine walioomba. Kwa hiyo nafasi bado ipo. Leo tarehe 29, 30, tarehe 1 na tarehe 2. Hizi zote zitakuwa ni siku za kunufaika. Itakapofika tarehe 3 tusitafutane kwenye issue ya ofa kwa sababu tayari mfumo utakuwa umebadilishwa na kila kitabu kitarudi katika bei yake. Sasa mfumo wa ofa hii una mifumo mitatu. Yaani kuna system 3 za kupata ofa hii. Cha kwanza, tumevigawa vitabu katika makundi mawili. Kwa sababu kuna wengine wanasema sisi tunapenda vya mitishamba, dua tuziwezi. Kuna wengine wanasema mimi napenda dua lakini miti siitaki. Kwa hiyo yule ambaye atahitaji ofa ya vitabu vya mitishamba atapata vitabu 6. Kitabu cha kwanza kitakuwa ni hichi cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijina na uchawi, kitabu namba 1, kitabu namba 2 yake na namba 3 yake, chenye jina hilo moja. Alafu atapata kitabu cha tiba mbadala, atapata na kitabu cha mwongozo wa tabibu.
Mwisho atapata kitabu cha Furaha ya Ndoa. Kitabu hichi nilisema anaweza kusoma mtu yoyote, Mkristo, Muislamu na yule asiyekuwa na dini pia anaweza kusoma, kwa sababu kinahusisha masuala ya utatuzi wa matatizo yanayohusisha tendo la ndoa na mambo ya unyumba. Kwa hiyo huko kumeelezwa matatizo mbalimbali na yanavyotatuliwa. Kwa hiyo hichi kitabu hakichagui dini, kabila, rangi wala jinsia. Wa kike wa kiume pia yote anaweza akasoma. Na kwa wale vijana wanaopenda kupiga masturbation, kunyonga, kujichua, wanaweza wakisoma kitabu hichi kikawasaidia jinsi ya kutoka huko, na tiba zake zimeelekezwa huko. Kama wewe umepiga sana masa na hauwezi kutoka, kitafute hichi kitabu, kitakusaidia sana kuondoka. Au wewe ni mtu umeathirika na yale mambo ya pornography, yani ile picha zile za X, basi unaweza ukakisoma kitabu hiki kikakusaidia kujiondoa huko. Kwa ni kitabu kimecontain vitu vingi sana. Kwa hiyo kundi la kwanza ni la vitabu vya mitishamba. Hapo ukivihitaji hivyo vitabu 6 nilivyovitaja, yani cha Maajabu ya Mitishamba namba 1, namba 2, namba 3, kitabu cha Tiba Mbadala na Mwongozo wa Tabibu na Furaha ya Ndoa, utalipia 25,000. Alafu utavipata vitabu hivi kwa ofa. Sio kama ndo bei yake. Bei yake inakaribia 80 ya hivyo vitabu, nikikuchambulia kitabu kimoja kimoja inaweza karibia 80. Kwa hiyo utalipia 25,000 bei ya ofa, alafu ukishalipia kwenda namba moja hapo katika hizo 3 unazoziona mkono wako wa kushoto katika skrini yako hapo. Utachagua namba moja hapo, utafanya malipo, kisha utascreenshot ule muamala, utaupiga picha, utanitumia WhatsApp. Kwenda namba moja hapo katika hizo 3 zipo WhatsApp zote. Utasema nimelipia pesa kwa ajili ya vitabu vya ofa ya Mei Mosi, vitabu vya mitishamba. Eleza hivyo. Mimi nitakapoona muamala wako nitakutumia vitabu vinavyohusiana na ofa ya mitishamba tu. Vitabu vyenye elimu ya mitishamba tu. Kundi la pili ni la wale ambao wanahitaji vitabu vya dua tu. Hapo utakutana na vitabu vya maajabu ya Qur'an katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali, kitabu namba 1, kitabu namba 2, kitabu cha utukufu wa majina 28 ya Barati na kazi zake, kitabu namba 1 na kitabu namba 2, kitabu cha Abjad na kitabu cha ulimwengu wa majini na vituko vyao. Na hichi kitabu cha ulimwengu wa majini na vituko vyao na chenye pia hakichagui dini. Kinaweza ikasomwa na mtu yoyote wa jinsia yoyote, kwa sababu nacho hakijabagua labda asome Muislamu tu. Japo kimewekwa huku, lakini hata Mkristo anaweza akakisoma, kwa sababu hichi kimeelezea maisha ya majini, maisha yao, tabia zao, namna gani unaweza ukawasiana nao. Japo ni hatari, lakini kuna watu wanahitaji vitu hivyo, wanahitaji vitu. Na juzi kati nilikuwa naongea na bwana mmoja, ananiambia mimi nilitengeneza ule muhuri wa wale majini 3 wenye nguvu. Basi alitengeneza ule muhuri akaweka kwenye pete yake. Siku ya kwanza Lucifer akaja. Unamjua Lucifer? Yule mkuu wa majini kabisa akaja. Akawa anamwamsha kwa nguvu sana. Siku ya pili na akaja akamwamsha akasema, bwana mimi sitaki unaniamsha mimi kwa nguvu bwana. Nataka uje kwa kistaarabu tuongee vizuri. Siku ya 3 kule akaja yule jini mara 3, akaja kwa upole. Tena nikuta jamaa amelala msikitini, akamchukua akaondoka naye akaenda naye kijijini kwao huko, akaanza kuzungumza naye. Wameongea mambo mengi tu, baadaye akarudi. Akamrudisha tena kule kule. Sasa yule bwana alinishangaza, vitu alivyoviomba hakuomba vitu venye tunavipenda sisi wengi, mfano kwamba utajiri, mali, sini. Aliomba vitu vichache sana venye mimi hata sijawahi kumsikia mtu akaviomba vile. Maana nikikutajia hata hapo utaweza ukashangaa. Alikuwa anaomba wale majini wampe uwezo wa kumsafirisha. Yaani akitaka kwenda labda Dar es Salaam, kutokea labda Kigoma aende tu. Akitaka kwenda Mwanza aende chapu na arudishwe. Akitaka sisi kwenda wapi, yani hivyo ndio alivyoomba Lakini kuna wengine wanaomba mali, cheo, si nini. Yeye hakuviomba hivyo vitu. Sasa yule Lucifer advertise tu alimfanyia, alimtoa pale Dar es Salaam, kampeleka Morogoro. Ndani ya dakika chache tu akafika mpaka nyumbani kwao kule. Akasema nimekuita hapa tuje tuzungumzie hapa. Wakazungumza, baadaye akamrudisha tena kule Dar es Salaam. Ndani ya muda mfupi tu akarudi kule. Sasa hii ni maajabu ya hawa maviumbe wanaoitwa majini. Ila sasa kuna mfumo wa kuwasiliana nao, alafu uweze kufanya nao kazi kama utatamani. Lakini hii ni elimu ya kukuelekeza hawa viumbe wanaishi vipi, wanataka nini na nini na nini. Ukifanya unaweza ukakutana nao live na mkafanya nao kazi au mikataba.
Ni hatari kidogo, lakini inahitaji umakini tu. Kwa hiyo hichi kitabu kinasomwa na mtu yoyote, Muislamu na Mkristo. Kwa hiyo hivi vitabu utavipata na vyenyewe kwa shilingi 25,000 vikiwa 6. Kwa hiyo unalipia hiyo 25,000, then unasema ofa ya vitabu vya tiba kupitia dua. Mimi nikiona muamala wako umescreenshot umenitumia WhatsApp, basi nakuwekea vitabu hivyo 6. Alafu kundi la 3 ni la wale wanahitaji vitabu vyote 12. Yaani anataka vya mitishamba na anataka vya dua. Sasa yeye huyu atalipia shilingi 45,000. Akishalipia atasema ofa ya Mei Mosi kwa ajili ya vitabu vyote. Basi kazi yake imekwisha. Ataskreenshot muamala wake, atanitumia WhatsApp kama sehemu ya kudhibitisha malipo. Baada hapo mimi nitamsukumia vitabu vyote. Na vitabu hivi vyote unavipata kwa mfumo wa PDF kupitia WhatsApp au email. Vinatumwa kwa njia ya WhatsApp au email ukiwa nchi yoyote duniani jamani. Huu mfumo unamfikishia mtu kitabu sehemu yoyote anayoishi, iwe ni Marekani, Canada, Ujerumani, Uingereza, Australia, sijui Komoro, South Africa, Zimbabwe, yani nchi yoyote. Maadamu hii clip unaisikiliza vizuri na unanielewa anayoyasema, basi kitabu kinakufikia hapo hapo ndani ya muda mfupi tu, kama nusu saa vinakuwa vimeshakufikia na unaweza ukafungua na ukaendelea kusoma. Na ukivipokea vitabu hivi kuna mifumo miwili ya kuvisoma. Mfumo wa kwanza ni kusoma kupitia kifaa ulichopokelea. Inaweza ikawa simu, tablet, PC au laptop wengine wanaita hivyo, au kompyuta. Hivi vifaa ndio vinaweza vikapokea vitabu. Ila simu ni smartphone. Sio kile kismart kitochi au vitochi vya kawaida, ni kuanzia smartphone kupanda juu. Tablet yoyote inapokea, kompyuta mpakato au tunasema laptop inapokea, na kompyuta ile halisi tunayojua ya mezani inapokea pia vitabu hivi. Kwa hiyo kisha vipokea, unaweza kuvisoma kupitia simu yako au kifaa hicho ulichopokelea vitabu. Lakini mfumo wa pili wa kuvisoma, ukishavipokea unaweza ukaviprint ukiwa nchi yako huko, uwe Ujerumani, uwe Ufaransa, Australia, unakwenda stationery wanakuprintia, unapata zile nakala za kushika kwa mkono. Sasa hapo utakuwa na vitabu vya aina mbili, vingine vitabaki kwenye simu kwa sababu vile vitaondoka, alafu vingine vitakuwa ni vya kushika kwa mkono. Kwa hiyo ni mfumo rahisi, salama na wenye kwenda kwa kasi kuweza kukufikishia vitabu popote, uwe kijijini, uwe shamba, uwe mjini, uwe mkoani, uwe nje ya nchi, kinakufikia kitabu hicho au vitabu hivyo. Kwa hiyo ni ofa ambayo itaisha tarehe 2 tu mwezi wa 5. Ni kesho kutwa tu hapa, wala hata siku nyingi. Kwa hiyo tuachane na habari za ofa, turudi kwenye somo letu. Somo letu la leo tunazungumzia zindiko la nyumba, sio la mwili. Kuna watu wanachanganyaga mazindiko. Kuna mazindiko ya mwili na mazindiko ya nyumba. Nimesha kufundisha zindiko fulani vilikuwa linahusiana na masuala ya shamba na nyumba. Yule mtu akataka kulibadilisha liwe la mwili, nikasema hapana. Zindiko la nyumba ni la nyumba, zindiko la mwili ni la mwili. Na uwezo ukaleta la mwili ukalipeleka kwenye shamba na la shamba ukalipeleka kwenye nyumba, haiwezekani jamani. Ndio maana nataka tuwekeane wazi kabisa kwamba hili ni zindiko la nyumba yako wewe unayoishi, umepanga au umejenga. Mwingine anasema sasa kama nimepanga na zindikaje nyumba isionekane? Kichumba chako kile ambacho unaishi hakitakuwa kinaonekana mwanga akija. Ataona vingine vyote, lakini wewe kwako hatakuja kukiona ukifanya hivyo. Lakini kwa hili ni zindiko la nyumba. Tunatumia mti gani? Mti wa mlangamia. Mti huu una majina mengi. Kuna wengine wanaita mlangamia, wengine wanaita mtutukanga, wengine wanaita ngektepo, na makabila mengine yanatumia majina mengine kulingana na nini. Na ndio huo unaonekana kwenye hizo picha hizo. Kwa hiyo kama utakuwa umeifahamu picha hiyo, mbona majani mimi najua, ndio unaitwa mlangamia huo. Sasa huu mlangamia bwana, kama unahitaji kuweka zindiko katika eneo lako ambalo unahitaji mchawi akija katika eneo lako asiweze kuona nyumba yako au mali yako yoyote katika eneo hilo, basi fanya yafuatayo. Cha kwanza, utachukua kiazi cha mti huu wa mlangamia, kisha utakisaga upate unga wake. Sasa hichi kiazi kina njia hizi mbili za kukipata. Njia ya kwanza ni ima wewe uende polini ukakitafute kupitia mti huo, na kuna namna nimeshaelekeza kupitia kitabu hichi unawezaje kukipata
kiazi hicho. Na nimeona wengi tu walikuwa wananitumia hata picha wanasema she, nimetumia utaratibu ule nimekipata ndio hichi, anipigia picha ananitumia WhatsApp nasema yeye ni kweli ndio hicho. Unaona bwana, kuna wengine wanafeli, lakini vitabu viazi hivi ukikikosa katika wewe kukitafuta katika ule mfumo tulioelekeza kwenye kitabu, umekwenda kwenye ule mti umefuata taratibu zote, umekikosa, basi vinauzwaga hata dukani. Na sifa kitabu kiazi hichi kina nyama ndogo sana ya nje, lakini ndani ndio kile kiazi kinakuwa ni kikubwa, alafu ni cheupe mfano wa muhogo. Kwa wale waliokulia vijijini wanafahamu mti mmoja unaitwa mti wa muhogo, ambao chini kuna mihogo tunayokula labda wanachemsha. Asile mihogo ikikaushwa ugali unakuwa mweupe. Ndio na hichi kiazi kina sifa hiyo. Hata unga wake ukusaga ni mweupe vile vile. Kwa hiyo utakipalula tu maganda ya nje kidogo, alafu utakisaga, unaweza ukakitwanga, unaweza ukisaga kwenye blender, heavy duty blender, ukapata unga wake. Kwa hiyo wewe kama umekwenda polini umekosa, nenda dukani uliza kiazi cha mlangamia. Hata ni kidogo kidogo tu atakupa kama kiazi mfano wake vinafanana na hivi viazi mviringo. Na ukubwa vinatofautiana, kuna vikubwa, kuna vidogo. Unaona bwana basi ukisha kipata kile kiazi unakuja kukisaga upate unga wake. Kwa wale wanaoishi Kigoma na mikoa ya Katavi, Kagera, Mwanza, Shinyanga na Rukwa, wakihitaji hivi vitabu kwa rahisi kabisa, wafike mkoa wa Kigoma katika soko moja linaitwa soko la Mwandiga, lile soko la wakulima lile. Fika pale kwa wauza madawa, kuna wauza madawa wengi sana, wanauza madawa ya aina mbalimbali. Fika pale ulizia, hivi viazi vinapangwa kama vile mafungo. Yaani pale sijui ungana vitu wapi wale jamaa. Vingi sana, wanajua kazi zake. Vingi sana pale. Kwa kama una ndugu yako yuko Kigoma, muambie akakutafutia hivi viazi katika soko la Mwandiga. Yapo masoko mengi pale Kigoma mjini, lakini hili soko la Mwandiga mimi nimefika pale nimekutana na viazi vingi sana, mpaka nikashangaa kumbe nyinyi huku mna viazi vyote hivi. Kwa kama unaishi Kigoma fursa ni iko rahisi. Kama unaishi Sumbawanga, unaishi Katavi, Mpanda pale, unaishi Kagera, Bukoba, unaweza ukaagiza kwa ndugu yako anaishi Kigoma akakuchukulia viazi akakutumia hata kwa njia basi vikakufikia. Hata kama uko Mwanza, Shinyanga, Tabora, bado hii mikoa inapakana na huu mkoa wa Kigoma. Kwa wale wanaishi mikoa mingine mimi sifahamu vinapatikana wapi, lakini nendeni kwenye maduka dawa za asili mkakitafute hichi kiazi. Ukikipata rudi nacho nyumbani, kisagi upate unga wake. Kwa yule atakayekwenda shamba akakipata kile cha kuchimba, atakianika mpaka kikauke, au anaweza kakisaga vile vile then akaanika, akasaga tena akapata ule unga wake mweupe. Lengo tunataka tupate unga wake. Sasa ukishapatikana huo unga huo wakiazi mlangamia, kisha unga huo utaufunga katika karatasi za nailoni. Jamani, karatasi za nailoni ni zile karatasi ambazo hazipitishi maji. Yaani ulichokifunga kikifungika vizuri, hata kama utaizika chini au kaidunguza kwenye maji, kile kichomo ndani ya kiloani. Kondo hizo karatasi za nailoni hizo utafunga vizuri. Utafunga vipande vinne, vikaratasi vinne. Yaani chukua kidogo tu unaweka, lakini sasa kipindi unafunga utazungumza vile unavyotaka kwamba mimi fulani bin fulani, lengo la kutumia dawa hii nahitaji kuweka kinga ya nyumba yangu au kinga ya chumba changu. Mtu yoyote mbaya atakayekuja kwa nia mbaya kwa ajili ya kunifanyia ubaya, ima wa kichawi au wa kijini au aina yoyote, asiyaone mazingira ya nyumba yangu, asikione chumba changu kama umepanga. Zungumza hivyo, kisha funga paka vikaratasi vinne. Yani kila kikaratasi utakuwa unaweka unga kidogo kidogo tu. Hauchanganyi na chochote, kumbuka hapa. Usianze kusema hivi imetosha kweli? Mimi nimezoea labda kutaweka labda na watoto wa panya sijui walio ambao hawajaanza sijui watoto wa ndege ambao hawajaanza kuona sijui fimbo ya kipufu. Jamani, dawa zipo ni nyingi. Kuna zingine zindiko zinataka vitu vingine viwepo. Kuna zindiko zingine zinategemeana, yani zinajitegemea zenyewe. Sasa kama hapa hichi kiazi ukikipata tu, kwanza kukipata ni shughuli. Ndio maana kuelekeza paka maeneo ya kukipata. Najua wewe hutokipata kirahisi hivyo unavyofikiria. Yaani utaiona hii dawa ni simple, ila utakapoingia kwenye mchakato wa kukipata hichi kiazi ndio utakagundua kumbe hichi kiazi sio rahisi. Ila kwa wale wanaoishi Kigoma ni fursa. Yaani wao wana raha sana.
wanalala, au wale ambao watakipata madukani ni raha sana kwa sababu imerahisishwa. Na kiazi hichi kinauzwa kuanzia 5,000 kupanda juu. Pengine unaweza kupigwa mpaka 20,000, 30,000. Ni jambo la kawaida mno kwa wale wa Tanzania. Lakini kwa funga vikaratasi 4, kisha ukishafunga unatakiwa ndio ukavifukie hivyo vikaratasi katika pembe zako za nyumba au pembe zako za uwanja. Kama unataka kufunga uwanja mzima, kuna wengine uwanja mmoja una nyumba zaidi ya 3 au 2, basi huye hatofunga nyumba moja, atafunga uwanja mzima, yani yale maeneo yote yanayozunguka uwanja wake. Kuna mwingine anauliza swali, sasa kama uwanja wangu una pembe 7, 8, wewe weka maeneo 4 tu ambayo unahisi kwamba haya ni mzunguko wa ile eneo langu. Kama ukiona sijalizika na maeneo 4, basi weka pembe zote 9, 10, wewe weka tu, hamna shida. Kwa sababu hii haina limit kwamba labda uweke pembe 2 tu au pembe 4 ndio imetosha. Hapana, weka unavyoweza. Lakini kama uwanja wako umekaa square vizuri, ni mstatili au mraba, weka pembe 4 tu inatosha. Kama wewe unapanga au umepanga, weka katika pembe 4 za nyumba yako au za chumba chako ndani. Sasa kama umesakafia tiles au simenti, utajua utafanyeje. Hapo ni akili ya kibinadamu. Sasa unatakiwa ujiongeze, ima utafunga, utaninginiza au utafukia. Mimi sijui hapo utafanyeje. Kikubwa tu utajiongeza wewe mwenyewe kibinadamu. Maana kuna mwingine anataka ni mpaka kila kitu mtafunie, yeye afikie tu ni kumeza na kushiba. Jamani, kuna vitu vingine unatakiwa ujiongeze. Ukiona hili jambo linashindikana, jiongeze katika yale mambo ambayo unajua mzani ikifanya hivi itawezekana. Mimi nakuelekeza kwenye kufukia kwa wale ambao bado maeneo yao hajasakafiwa na vitu kama tiles, cement na nini, zege kali, wanaweza wakachimba ima ndani au nje ya zile pembe 4 wakafukia. Lakini sasa kwenye kufukia hapa sasa ndo kuna kakipengele kingine. Kwenye kitabu umeambiwa fukia. Sasa mimi nakuelekeza vizuri hapa. Ufukiaji katika eneo hilo utakuwa unafanyika ukiwa umefumba macho, we mfukiaji, mpaka pale utakapomaliza kufukia katika yani yale maeneo uliyochimba. Unafukia zile dawa zako katika hivi karatasi 4. Sasa hapa huwa tunafanya hivi, kama umewekwa shelti au umepewa shelti kwamba unapofukia uwe umefumba macho, basi ufukiaji huo unatakiwa uwahusishe watu wawili. Tuna jambo hili fanyike nyakati zenye giza, mfano majira ya kuanzia saa 2 usiku kwenda huko. Kwa hiyo mfukiaji yeye huwa tunashauri hivi, afungwe kitambaa cheusi. Yeye aliyeshika zile dawa afungwe kitambaa cheusi machoni na asinzie, alafu yeye awe anaelekezwa fukia hapa na yule ambaye anaona. Unaona bwana yani kuna mmoja anakuwa anaona hajajifunga chochote, alafu na mwingine anakuwa haone amefungwa kitambaa cheusi, yeye ndo anakuwa anaelekezwa fukia hapa. Na kipindi anafukia na manuizi kwamba kuanzia leo na ufunga mji huu, nafunga chumba hichi, mchawi, mwanga, mwizi, yote atakayekuja kwa nia mbaya kuja kuchezea eneo hili asikione kitu chochote kinachonihusisha mimi. Afunge. Anafukia, anaenda sehemu nyingine, anampeka tena pembe nyingine, anafukia, anaenda mpaka pembe zote 4 au 7 au 8 zenye umekusudia kufukia. Fukia hivyo. Akishamaliza sasa, mnaondoka lile eneo. Kama mnarudi ni ndani, ndo anafunguliwa kile kitambaa au anafumbua macho. Na ni vizuri afungwe kitambaa kwa sababu kibinadamu anaweza kateleza akafungua macho katika zile harakati za kuzika. Akishafungua tu macho, basi ile dawa haifanyi kazi tena. Ndio maana anatakiwa afungwe kitambaa cheusi kipindi cha kuzika zile dawa. Na ili zoezi lifanyike na watu wawili, mmoja anaona mmoja haoni. Kwenye kitabu hujaelekezwa hivi, ndio maana nimetolea ufafanuzi, unataka nikueleweshe vizuri. Kuna mwingine anasema sasa hii unapozika unafunga macho, sasa itakuwaje? Je, nikipotea sijui kifanyaje, au nitakuwa nikishazika nikimaliza na ndo nafungua naenda na sehemu nyingine nikifika pale? Sawa, inawezekana, lakini nzuri zaidi washirikishwe watu wawili. Mmoja anakuwa anakuelekeza fukua hapa, fukia, tiania, tumemaliza, tunaondoka, wanaenda kwenda pembe nyingine. Fukua hapa, fukia, tiania, tumemaliza, tunaondoka mpaka pembe 4. Hii itakuwa bora zaidi kuliko kujitegemea wewe mtu mmoja. Sasa mimi nitakuwa nafukua mwenyewe, wakati wa kufukia ndo nafumba macho. Sawa, yawezekana ikakusaidia hiyo mbinu, lakini sio salama kama unavyofikiria. Kwa hiyo jitafutieni
watu wawili, anaweza kata ni mke na mme, mkashirikiana ili jambo, mkalifanya kwa uhakika, mkatulia. Mkifanya hivyo utaratibu huu, hakika mchawi yoyote atakayekuja katika eneo hilo kukuchezea kichawi hawezi kuona kitu chochote katika eneo hilo. Vinavyoonekanaga sasa kwa wale waliowahi kufanya tiba hii, baadaye wachawi wakaenda wakawatembelea katika zile harakati za kwenda kucheza pale, mara nyingi wanakuta maji, muda mwingine wanakuta kisuguu, pengine wanakuta majani, pengine wanakuta miti, pengine wanakuta tu wanyama wanacheza lile eneo kama ni mji mzima. Unaona? Kwa haoni chochote, na mchawi hawezi kuchezea kitu chenye akioni. Kwanza anashangaa imekaje hii? Au wewe utakuwa ni mchawi mkubwa. Anarudi nyumbani kuongeza vimbwanga, anarudi hivi, anakuta vitu vingine. Anaenda tena anarudi, anakuta baba naweza nikakwama hapa. Hebu ngoja niende nikajipange upi. Ndo anaenda Kilingeni kutoa taarifa, jamani mji ule mimi nimekwenda jana lakini sijakuta mji. Tunafanyaje? Kwa unaingia kwenye headline za wachawi tayari. Lakini usihofu, hakuna atakayeweza kuja kuona mji wako. Kitakachotokea sasa baadaye akishafeli, huwa anatangaza fulani yule ni mchawi mkubwa sana. Yule ni mchawi sana yule. Utakuwa unasikia tu mtaani wanasema hivyo. Sasa wewe usianze kujitetea, mimi wanaita mchawi, nimezindika tu nyumba yangu, nichukua tu kiasi cha mlangamia, nikazindika, ndio wananiita mimi mchawi kwa sababu mji wangu ukisema tu hivyo, wanakuja kulivunja lile zindiko. Kwa sababu mchawi anakuja kuvunja zindiko baada ya kujua limefanywaje lile zindiko. Lilitegwa au lilitengenezewa nini. Akishakijua tu kile kitu hicho kitumia, anaweza kuja kuliua kwa muda wote. Kwa hakikisha hata kama ukisikia habari za mtaani, bana watu tunasikia nyumbani kwako wakijega watu kukuchezea, hawaoni mji, wewe waambie mimi sijui. Mimi naombaga tu dua, biashara imeisha. Ukishaanza kuwaeleza ukalopoka, niliwanyosha mimi. Nilimsikia Ustaz Bashir siku moja anaelezea hii kinga, nikasema ngoja niwakomeshe. Nikaenda kule nikaagiza viazi Kigoma, au nilifuata mwenyewe. Kafika nikavisaga, nikatengeneza kwa asila, mimi nikaweka nyingi sana, yani ukishaanza kujisemesha hivyo utaona baada tu ya muda utaona mambo yanabadilika. Walikuwa hawawezi kuja kukuchezea, wanakuja sasa kukukanyaga kabisa mpaka kwenye shingo. Sasa hapo ndo utajua haujui. Kwa hiyo inshallah somo letu la leo litaishia hapa, lakini kama utahitaji kufuatilia mti huu katika faida zingine nilizokusomea hapo awali, wewe kakisome kitabu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi. Kitabu namba 1 ndio kina somo hili jamani. Usitafute vitabu hivyo vingine, maana mimi na vitabu vingi kidogo. Usiende kwenye kitabu namba 2 haukuti, wala kitabu namba 3 haukuti. Hili somo liko kwenye kitabu namba 1 kuanzia ukurasa wa 15 pale, ndio kimeandikwa faida za mti wa mlangamia au mtutukanga. Lakini zindiko hili limeelekezwa kwenye ukurasa ule wa 17 wa 17 mpaka wa 18 likaishia hapa. Lakini faida zingine zipo, mfano kufuta chale tochi, kutibu tatizo la kutembea vitu mwilini, yote hayo utayakuta kwenye kipengele cha mti huu. Inshallah tuishie kwa hapa, lakini kumbuka ofa imebakisha siku 3 au 4 hizo. Baada hapo tutaiondoa, tutabaki kwenye mfumo wetu ule wa kununua vitabu kwa bei husika. Kwa hiyo kama unahitaji kupata punguzo, fanya haraka kufanya malipo ili uweze kupata huduma kwa wewe. Jamani, wale wanaopiga simu hazipokelewi, sio kwamba mimi simu sizioni. Mimi simu naziona zote, lakini changamoto ni moja. Kuna wakati unaweza kupishana na mimi. Sio kila muda mimi niko free kama unavyonisikia hapa leo kwenye YouTube au kwenye Facebook kule. Mimi nina muda wangu wa kuzitoa hizi clip. Nikizitoa hizi clip naendelea na mambo yangu mengine. Kwa hiyo unasema share saizi ametoa clip, bwana nipigie simu labda atapokea. Unaweza ukashangaa napandisha hii clip tayari mimi nishaingia kwenye mfumo wa dua. Kwa hiyo changamoto ni mfumo wa nini wa kukuhudumia wewe. Kwa hiyo kama kuna kitu unahisi kwamba unahitaji kuongea na mimi, umepiga simu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 hujapokelewa, ingia WhatsApp kwenye namba hiyo unaoipigia, iachie ujumbe wa sauti au wa maandishi. Muda huo mimi ninakuwa sina uwezo wa kushika simu na kuongea nawe kwa sababu niko kwenye vikao vya dua jamani. Niko kwenye vikao vya dua au kwenye huduma zingine ambazo hazihusiki kabisa kushika simu. Kwa nikipata nafasi nimemaliza shughuli zangu, nimepumzika, nitakuhudumia. Kama unahitaji vitabu, hii sasa ni rahisi kwa mwenye unahitaji vitabu, yeye akishafanya malipo screenshot ule muamala au tume WhatsApp,
alafu andike ofa ya vitabu vyote au ofa ya vitabu vya mitishamba au ofa ya vitabu vya dua. Mimi nikipumzika, nimemaliza shughuli zangu kama hizo za dua, nikimaliza nitakutumia, kwa sababu ukishathibitisha tu malipo yako. Hatumiwi mtu yoyote vitabu hivyo mpaka wewe uliyethibitisha yale malipo unitambulisha kwamba mimi ndo nimelipia, jina ni fulani, mimi ni fulani, muamala huu hapo, nahitaji vitabu, ndio utatumiwa wewe peke yako tu. Kwa hiyo niwape pole wale waliojaribu kupiga simu wazipokelewe, sio wote, ila ninaona missed calls zinakuwa nyingi kidogo. Basi ni changamoto, na kwa bahati mbaya simu zinazonihusu mimi siwezi kumpa mtu mwingine akupokee wewe, ataongea na nini wewe? Kwa sababu huwezi ukamjibu mtu swali kama hauna elimu ya hilo jambo. Huwezi ukapiga simu ikapokelewa labda na mtu mwingine aanze kukuambia Ustaz Bashiri yuko kwenye dua, ongea na mimi nikusaidie. Anakusaidia nini? Anakusaidia ukimuuliza swali la kitiba, anakusaidia nini? Hajasomea hiyo elimu au hana ujuzi. Anakusaidia nini? Kwa simu zote zinazopigwa kuja kwangu lazima nizipokee mimi. Kwa hiyo ukiona haijapokelewa simu mara 2 3, usije ukasabda shehe anaipuuza simu yangu. Ingia WhatsApp, acha ujumbe. Cha msingi tu uwe na swali la msingi kama swali la sekondari, tutalijibu. Ila ukiwa na swali la kipuuzi tunaweza tukashindwa kukuelekeza, kwa sababu tunajua tu kwamba wewe labda unapoteza muda. Mfano wa maswali ya kipuuzi, mfano nakwambia sasa shehe, kama nikikosa hizo karatasi za nylon nitumie karatasi gani? Mimi nimeelekeza karatasi za nylon, wewe unaniuliza karatasi gani utumie? Au mwingine anakuuliza shehe, kama mimi nimekosa mtu wa kushikiana naye kuzindika hilo zindiko, nifanyeje hapo? Maswali kama haya yanawezekana yasijibiwe kwa sababu ni swala kujiongeza. Umeambiwa kabisa mwe wawili, mmoja anakusimamia wewe kukuelekeza, chimba hapa, fukia hapa, tia nia, tunaondoka. Wewe unasema mimi kama nimemkosa wewe mwingine sasa tunafanyeje? Kwa nataka mimi ndo nije nikuzindikia, haiwezekani. Kwa kuna maswali mengine tukishajiona wewe unauliza maswali yasiyokuwa na msingi, basi usitarajie kujibiwa. Ila kama una swali lako la msingi kabisa kama swali la sekondari, lipangilie vizuri. Kama unaandika andika, kama unatumia voice rekodi, nitumie voice, ila usio na haraka ya kujibiwa, kwa sababu kuna mwingine kisha kutumia hiyo voice anaanza kuifuatilia, shehe mbona hujajibu hii, kumbe mdao mimi bado sijapata nafasi natoa maelezo haya, najua kuna watu inawahusu. Kama wewe hujakuhusu, basi ipo siku utakutana nayo hii changamoto. Lengo nataka tuelewane. Yani kila mtu apate huduma kwa wakati, na pia atakapoona huduma yake imeshindwa kuipata, ajue changamoto ni nini. Jamani, mimi ustazi wenu niko busy kweli. Maombi ya watu wanaotokea kufanywa dua ni mengi kuliko muda wangu. Kuna watu wananipigia simu, shehe nahitaji dua, iko South Africa, shehe nahitaji dua, iko Kongo, shehe nahitaji dua, iko Canada, mwingine iko Marekani. Hawa wote wanatakiwa wahudumiwe, lakini kwa mpangilio na kwa wakati. Kuna mwingine hatuwezi kumsaidia kwa sababu muda hatuna. Kuna mwingine dua yake hatuoni umuhimu wa kuifanya kwa sababu inawezekana haihusiki. Mfano mtu anahitaji dua, yeye ana majini, yupo mbali huko aliko mbali, anataka kusomewa dua kwa ajili ya majini yaondoke. Haiwezekani. Majini yanatakiwa kasomewe dua sehemu husika. Labda zipo dua zile za kirohania. Sasa unaambiwa unataka utibiwe na viumbe wanaagizwa. Sasa kama mpango wa kuagiza viumbe labda kukusomea labda mahudamu waje wa kutibu, hatujakuwa na nafasi hiyo, hatuwezi kutumia mahudamu waje wa kutibu. Sababu nafasi zinakuwa haziruhusu, kwa sababu hata mahudamu kuagiza mpaka ukae kwenye visomo, umesoma, umetia nia, bwana kuna mtu fulani ni mgonjwa yuko Canada kule, tunahitaji msaada, mkamsaidie huyu bwana. Wewe ndo unalala, unaamka umetibiwa. Jambo lingine hilo kabisa. Kwa hiyo inshallah tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.